kujalia kukutana hapa tukiwa wazima wa afya. Siku na tarehe kama ya tarehe 6 tulikuja hapa mwezi wa 10 katika maeneo haya kwa ajili ya kukuombea ridhaa Chama cha Mapinduzi kwa jitihada, misaada na dhamira njema kwa kuacha yenu yote na kuja hapa kusikiliza haya ambayo tulokuja nayo. Nilisema mengi siku tulokuja. Tuliachukua kama alivyoomba Mwenyezi kwamba wakubwa shikamoni. Kwa majina mimi naitwa Abdalla Kamoto Tamba, ni mwakilishi wa jimbo hili la Kenya. Awali ya yote kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu. Dai kwenda kuwapambania kuyasemea yale yote ambayo tunahisi kwetu ni kero ili tuweze kutatua changamoto hizo kwa pamoja. Na changamoto hizo sasa inawezekana zipo ambazo mimi nazijua, nyingine sizijui. Ndio pale nikasema tushirikiane ili tufanye kazi kwa pamoja. Leo tukiwazima afya, furaha na salama, tutaweza kujumuika tena katika shughuli hii ambayo maudhui yake ni moja tu, kuja hapa kwa shukuru. Tunakuja hapa kwa shukuru kwa sababu tusija kabla kuomba. Ziko pamoja na tuwe na mawasiliano ya moja kwa moja. Huko nitakokuwepo nitakuwa ni Dodoma, siku nyingine nitakuwa ni Bara, lakini kadri inavyowezekana tutakuwa tunawasiliana. Kwa hivyo hilo ningependa pia tukadijua. Zaidi ya hapo, kwanza tunaomba kuwashukuruni, ya pili tunakushukuruni sana na hongereni sana Mheshimiwa Mbunge na mwakilishi, madiwani ambao wamechaguliwa na ambao wameteuliwa. Lengo lao ni moja, kuweza kutatua kero, changamoto za wananchi. Hakuna lengo jingine. Aidha afya, kilimo, jasiriamali, elimu na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Sasa kwenye chama juu kuna ilani ambayo ilikuwa inaongoza yenye kurasa zipungui 70. Na Mheshimiwa Rais akaona mbali kwamba mwenyekiti wa chama taifa akagawa zile. Utakuwa mwakilishi yako ndogo, diwani. Kwa mkoa na ilani, lakini kuna mpango mkakati. Kwa sababu kuwa na fedha ni kitu kingine, lakini kuwa na mipangilio ya matumizi ya ile fedha ni jambo jingine. Kwa sababu mipangilio unarahisisha kuweza kufikia mafanikio. Lakini ukisema tu mimi naenda sokoni, nataka sijui naenda kununua nini, kwa hiyo watu watakushangaa. Lakini kutoka nyumbani unajua kama mimi naenda kununua kadhaa narudi. Kwa hiyo je, mpango kazi gani ambao umeuandaa kwa ajili ya kuweza kufanikisha kutatua zile changamoto? Mwenyezi Mungu aliweza kutuwezesha uhai na uzima na salama. Kukushukuruni na nyinyi kwa mlikuja hapa na leo mmerudi kuja kutoa shukrani zetu. Hiyo ndo uongozi bora ambao tunautaka kwenye sisi. Unapopita watu wa zamani wanasema mwiba unapoingia ndipo unapotokea. Hilo kwanza nakupongezeni wanangu. Karibuni sana kwa Mchina. Mimi nilikuwa naombi tu kwa mbunge, mwakilishi, diwani. Sisi tuna baraza letu la vijana hapa Mchina. Tuna askari wetu jamii, tuna kina mama jasiriamali, tuna wazee wetu, lakini tulikuwa tunaomba kama inawezekano mtukopeshe gari la kuzolea taka ambalo lisipitie manispaa wala lipiwe gari la shehia ya kwa Mchina, ili vijana warudi kama zamani kuzoa taka zao, ili wakopeshwe tu, lakini tufanyie mpango gani wa mkopo. Zile pesa ambazo tunazozitoa majumbani zitalipa zile kodi ya magari. Mimi Mchina na pia polisi jamii, waheshimiwa, sisi kwanza vijana tunaomba, tuna changamoto nyingi tu kwa Mchina na tuna mambo mengi tu na yote tunayaweza. Kama mimi mwenyewe ni DJ, nitakuwa nalalamika, nitakuwa naona kama tuna jambo kwenye ndani ya shehia, ndani ya jimbo, ndani ya wilaya yetu, anatoka mtu mwingine mbali huko na mimi nipo na muziki na wewe tupo wengi tu ma DJ katika wilaya yetu hii. Wanauliza pia changamoto moja, wanasema kuhusu uwanja. Wao tutafaidika vipi sisi watu wananchi wa kwa Mchina? Kuhusu huu uwanja tutafikiriwa vipi? Pia hapa tuna kisukukuu chetu. Tunaomba tujengewe japo vihema, tujapo vihema 10, 5 kije Natoka shehia hapa Mchina mwisho.
ni mjasiriamali wa biashara ndogo. Omba wajane tungefikiriwa kwa swala la wajane. Aliuliza swali ili aweze kupata ABC wa mpango kazi ambao tumejipanga. Kwanza nikiri, Chama cha Mapinduzi tayari kimeshaandaa mpango kazi ambao unaonesha utekelezaji kuanzia mwaka 25 mpaka 30. Mpango kazi wenyewe ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, na ndio maana tumepanga utaratibu na ziara ya kupita katika kila shehia kwenda kuonana na wananchi, mabalozi, ili kuchukua zile changamoto, baadaye kukaa chini kuanza kuzichanganua na kuona ipi tutaanza nayo na ipi itafuata kwa mujibu wa taratibu ambao tutakuwa tumejipangia. Naomba nikutoe wasiwasi katika hili. Ningependelea siku nyingine ambayo tutakayokuja sasa kwa ajili ya kuja kukusanya hizo changamoto, na wewe uwe miongoni mwao kwa ajili ya kuja kutuorozeshea hizo changamoto ili tuweze kuzitatua hizo kwa pamoja. Na ndio maana tumekuja tena kwenu kwa kuona umuhimu. Kwanza tumekuja kutoa neno la shukrani, lakini la pili tumekuja kuomba mashirikiano yenu ili tuweze kutatua haya pamoja. Mjasiriamali hapa DJ yoe, muziki safi safi. Mimi naomba hili nirejeshe kwa katibu wa jimbo, kwa sababu shughuli zetu zote za chama jimbo ndio wanaratibu na wanasimamia kuona shughuli zetu zinakwenda kwa mujibu ambavyo vile ilivyo. Lakini tukisema sasa tuanze kumsaidia mjane mmoja mmoja, maana yake itabidi tu stop shughuli zetu zote za jimbo, tuanze kupita nyumba baada ya nyumba. Tutajiorodhesha kwa shehe. Tukijiorodhesha kwa vikundi. Alafu na nyinyi mkiaja na idea yenu, tukaona yale mahitaji yenu, nafikiri mtakuwa mmetusaidia kuturahisishia kuona jinsi gani tutawawezesha. Wajane ni watu muhimu sana katika jamii yetu. Watoto yatima ni watu muhimu sana katika jamii yetu, na hata dini zetu zinatuelekeza kwamba hawa watu wanahitaji kusapotiwa, tunasaidia na kuwasapoti. Baada ya hayo naomba niseme kidumu Chama cha Mapinduzi. Alaikum salaam. Mimi naitwa Bihalima Jeshi maarufu wangu, balozi kwa Mchina shina namba 10. Leo tumekushanika hapa wajasiriamali na bodaboda na vijana wamekuja kutembelea viongozi wetu, diwani, mwakilishi, mbunge. Tumefurahi sana tena sana, tunapongeza sana kwa alichotueleza na sisi tuliowaeleza. Karibu mgeni, wananchi wa shehia kwa Mchina, pia ni polisi jamii kutoka shehia kwa Mchina. Nashukuru kuja viongozi wetu wamekuja kutupa shukrani. Tunawashukuru tena sana. Kwa wengine ndo uchaguzi ushamaliza na wao washapita tu. Leo angalau wametufariji kuwaona wamezungumza maneno mazuri, na sisi tumewapa yetu. Tunasubiri matekelezo kutoka kwa shehia yetu wa Mchina na wabunge wetu na wakilishi pamoja na wadiwani. Asanteni sana.